Hii taarifa vipi, pengine nini kinachoendelea? Tokea leo mchana nimeanza kupokea simu na email mbalimbali kutoka maafisa mbalimbali, hata maafisa wenyewe wa CAF wakianza kujiuliza ZFF katika baadhi ya mambo muhimu ambayo yanapatikana katika uwanja wa Amani Zanzibar kwa ujumla wake, ili kuweza kuchezwa huo mchezo wa fainali ya mguu wa pili ama mkondo wa pili kwa lugha ambayo tumeizoea. Kwa hiyo taarifa hiyo kwa upande wa rasmi, labda kama ya maandishi kupita katika ofisi yetu, haijatufikia kufikia sasa. Kikubwa ni zile email tu ambazo nazipokea kama katibu mkuu, lakini pia simu ambazo nazipokea kama katibu mkuu kutoka maafisa mbalimbali wa CAF pia kwa ajili ya kuulizia mambo ya msingi na muhimu ambayo yapo Zanzibar, yapo katika uwanja wa Amani na mazingira mengine muhimu pale ambapo mchezo huo ukiwa utachezwa katika uwanja wa Amani Complex. Sawa, hayo mambo muhimu pengine ambayo CAF na maafisa wengine wamekupigia simu na kuweza kuhoji kuhusiana na uwanja wa Amani ni mambo gani hayo? Vifaa vile vya branding kuweza vitafika vipi visiwani Zanzibar, na labda kama kuna address muhimu kwa ajili ya kuweza kufika vifaa hivyo vifike kwa wakati na vifike kwa usalama. Lakini pia capacity ya uwanja wa Amani ya moja kwa moja iko vipi, hali ya pitch kwa sasa na mambo mengine yote ambayo ni muhimu, ambayo baadhi wamesha approve wenyewe, lakini pia walikuwa wanataka kupata ile tunasema security ama confirmation kutoka shirikisho la mpira miguu visiwani. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo mengine muhimu ambayo yamekuwa kiulizwa, labda pale grounding, watenda kazi, idadi ya steward, security iko vipi, mazingira ya barabara zenyewe zikoje wakati wa mchezo kama huo, kama zitaweza kufungwa, zitaweza kutumika vipi na mengine kama hayo. Kimsingi pengine sasa we kama katibu, kwa namna ambavyo unavyotazama uwanja wa Amani New Amani Complex Zanzibar, hapo una sifa pengine ya kuchezwa fainali hii, lakini kwa sasa CAF wenyewe ndo wana uindozi huu uwanja. Kwa hiyo hii inaonyesha wazi kwamba ni uwanja ambao tayari unakidhi hivyo vigezo kwa 100%, kwa sababu mwanzoni uwanja huu ulikuwa haujafika viwango hivyo, ulikuwa na nyasi zile za artificial, lakini kwa sasa huu uwanja una nyasi zile hybrid. Na unaposema hybrid unazungumzia nyasi 92% majani original na 8% majani yale ya artificial, majani bandia. Kwa hiyo ni uwanja ambao una hadhi kamili ya kucheza mashindano haya ya CAF, kuanzia hatua hizo ambazo mwanzoni zilikuwa hazijakuwa approved, yani hatua ya knockout hizi, group stage pamoja na nusu na finali zake. Kwa hiyo kwa sasa uwanja huu una vigezo vya 100% na vigezo vikubwa kabisa vya kimataifa vya kuweza kuchezwa kwa mchezo huu. Uwanja huu unachukua mashabiki 15,000 ambao wamekaa katika viti. Sasa hiyo si changamoto katika kuchezwa katika michezo kama hii. Changamoto ambazo CAF wanazizingatia hali ya pitch, hali ya miundombinu wa viwanja. Sasa hayo yote yako bora kwa 100%, na katika hili tumekuwa tunamshukuru sana rais wetu wa Zanzibar wa 8 Daktari Hussein Ali Mwinyi, amekuwa akifanya makubwa mno katika kuboresha na kujenga miundombinu ya viwanja vya mchezo wa mpira wa miguu. Kwa sawa, ni katibu wa shirikisho la kandanda pale visiwani Zanzibar, Hussein Ahmad, kama vile ambavyo umetoka kumsikia. Nini maana yake kwa kauli hii? Maana yake viongozi wa Simba waombe radhi mashabiki kwa ubabaishaji. Kwa 100% maombi ya CAF, uwanja wa Amani umepitia vigezo vya kukaguliwa na CAF. Sawa. Sasa hivi wanataka taarifa za awali za utekelezaji kwenda kuchezwa mchezo. Sawa. Na bahati mbaya tulikuwa tunasema tangu juma lililopita, ndio sio tofauti wa kutafsiri neno recommendation, mapendekezo. So, mapendekezo ni maamuzi yaliyotokana na uchaguzi. Tulisema hapa nadhani hawa watu wamependekeza uwanja utakuwa Amani. CAF haiwasiliani na club moja kwa moja, inawasiliana na shirikisho la mpira ambao ni TFF. Association za CAF sasa hivi anawasiliana na ZFF kwamba yuko uwanja eneo lake. Uwanja umekidhi vigezo kwa mujibu wa CAF, na unamsikia hapa. Lakini angalia nguvu tulizokuwa tunazitumia kupotosha taarifa za CAF, kuona kama wao wanakurupuka, wakati taarifa za ubora wa viwanja CAF wanazipata kupitia shirikisho hapa nchini. Manake mtu aliyowaambia CAF tuna kiwanja Amani ni Simba na TFF. Simba utawaambia TFF ndio wanawasiliana na CAF, na CAF anatoa taarifa, sio kwamba kajifungia huko.
ni baada ya kujiridhisha katika maeneo yenu yako hivi. Sasa tumezungumza jambo muda mrefu, lakini angalia nguvu ilikuwa inatumika kubwa, na watu wameendelea kukata tiketi, na watu mpaka sasa wanaamini uamuzi uliofanyika wao hawaujui. Na kwa nini hawaujui? Swali linabaki pale pale. Mamlaka za mpira zinashirikiana. Sisi ndio tuliotoa taarifa ya mwanzo baada ya Amani kupeleka Al Masry kwa Mkapa. Baada ya mechi ya Al Masry, maamuzi ya CAF kwenye mapendekezo yamerejea status ya kwa Mkapa kupitia mechi ya Al Masry. Sawa. Simba walisema baada ya mechi ya kwanza watatoa taarifa. Mpaka dakika hii posti ambayo umeipandisha inaweka wazi kwamba ni picha kati ya Jean Charles Ahoua ya kwanza pamoja na Lamine Mamadou Kamara, kwamba Jumapili kitaeleweka. Lakini comment ambazo ziko mpaka dakika hii ni zaidi ya 2000. Wanachama wengi wanauliza vipi kuhusiana na tiketi? Tafsiri yake ndio nikasema, tafsiri yake Simba wanababaisha mashabiki wao. Na hawajasema uwanja gani. Uwanja ulishatolewa taarifa na CAF. Sawa. CAF ndio mwenye mashindano yake, anafanya maamuzi ya uwanja baada ya kujiridhisha. Nadhani ni yale mazoea tuliokuwa nayo. Tunadhani mamlaka zingine zinaingiliwa kirahisi. Mimi nilisema tangu mwanzo, CAF sio bodi ya ligi, sio TFF. Wakati mwingine wanaweza kufanya maamuzi kwa sababu tu ya kuangalia mmelalamika, lakini wao wanaishi kwenye taratibu. Mamlaka zetu ndio zilitambulisha viwanja vyote viwili, na wao wamevipitia, wamependekeza kiwanja kimoja. Sasa si tangulini mapendekezo yakageuzwa mjadala. Zuberi, CAF imewekwa mfukoni na RS Berkane? Hapana, CAF imesimama kama CAF. Je, hii ni hujuma? Hujuma ya nani? Yaani kwenda kucheza Amani? Kwani Amani ni Misri au Amani tunaenda kucheza Casablanca? Amani Zanzibar iko wapi? Tanzania. Ndio. Kwani kuna shida gani? Hawajauzoea ile uwanja. Hawajauzoea uwanja kivipi? Uwanja upo, mbona wamecheza away? Shida ni kwamba tuna mazonge mengine nje ya uwanja, lakini pia huwa tunapenda kutumia mazingaombwe kwenye uhalisia. Hili swala tulizungumza tangu siku ya kwanza. Ndio. Na inaonekana sasa tuna tatizo la lugha. Maana neno recommendation, mapendekezo, huwa yanatuchanganya. Ilikuwa mjadala kama ile hukumu ya kasi. Wewe research uliandikiwa? Hata sijui kama research mtu sababu hii ni fedhea katika, kwa sababu umegeuka mjadala mkubwa kwa taarifa ambayo iko wazi. Taarifa iko wazi. Confirmation. Tumebishana mwezi mzima hapa. Iko confirmation, recommendation, kitu ambacho kiko tumethibitisha, tumependekeza. Unaona hiyo kazi? Tumethibitisha na tumependekeza, tumependekeza na tumethibitisha. Sasa huo ndio utumike. Watu tunajadili hapa kwamba mapendekezo, mtu kapendekeza na kathibitisha, recommend na kaconfirm. Wewe hapo shida yako research uliandikiwa. Research nilisema juma lililopita hapa mara kadhaa, na nilisema kwamba nitashangaa. Na nilisema CAF sio bodi ya ligi wala TFF. Tutapiga sana kasi. Wametumika wakina Mick Junior kujaribu kutengeneza. Nikamwambia hawa wafanyi kazi mitandao ya kijamii hawa. Na nilithibitisha mtu mmoja, RS Berkane wameshusha post kwa sababu ya reaction information tu. Maamuzi hayajabadilika. Hapa tutaimba wimbo mpaka sauti zikwame. Uwanja ni Amani kwa sababu mamlaka hii, taarifa hizi zimetolewa na mimi nitegemea labda mjadala ule ungepelekwa kwa watu wa TFF ambao ndio wanapewa taarifa na CAF kwamba jamani imekuaje sasa tunaomba uwanja uchezeshwe kwa Mkapa. Sisi baada ya kupambana na CAF tunaenda kuonyeshana uwanja nyasi zimeota. Uwanja nyasi zimeota uko sawa. Wewe tangulini uwanja ukatambulishwa kwa kiongozi kusema uwanjani apiga video. Hapana, kuna maeneo hatuko sawa. Kwamba unaangalia ni uwanja huu hapa ndio unaona uwanja huu. Sasa mzee akaja pale. Unaona uwanja, na ndio maana nikasema